Dhulqa'datil Haram, katika miezi ile mitukufu ambayo Mwenyezi Mungu kaitukuza, mojawapo ni mwezi wa Dhulqa'da. Na ndani ya mwezi huu kuna tukio kubwa linatokea la nguzo ya Uislamu moja ambayo ni haji. Watu sasa hivi wako kwenye maandalizi, wengine wameshakwenda na kuna wengine nao wako kwenye maandalizi ya kwenda kwenye ibada ya hija. Na nguzo ya Uislamu si nyepesi kwa uzito wake, kwa utukufu wake, kwa hali yake. Basi ikiwa nguzo hiyo inatekelezeka ndani ya miezi kama hii, Shawwal na Dhulqa'da, kisha na Dhulhijja, miezi mitatu hii, mfungo mosi, mfungo pili na mfungo tatu, siku zile za mwanzo, ndiyo miezi hii ya utekelezaji wa ibada ya hija. Basi sharafu ile, utukufu ule unaingia pia mpaka katika mwezi wenyewe. Yale matukio yanayotoka ndani ya mwezi yanapeleka utukufu mpaka kwenye mwezi wenyewe. Kwa hivyo sasa hivi tuko ndani ya mwezi mtukufu, mwezi wa mfungo pili. Khutba yetu ya leo, mwanzo kabisa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mbili yake ni kushuhudia ya kwamba hapana mola pasaye kuabudiwa kwa ukweli illa Allah, isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake. Na Mwenyezi Mungu hapendi wala hataki kushirikishwa na chochote katika viumbe wake. Kiumbe hicho kiwe ni binadamu, awe ni jini, awe ni shekhe, awe ni padri, awe ni yani kiumbe chochote tuseme, Mungu hataki kushirikishwa nacho. Ibada utakayoifanya uifanye ibada kwa ajili yake Mungu peke yake, usimchanganyie na vitu vingine. Hili ndilo analolihitaji kwetu, kama vile sisi tunavyohitaji kwake msamaha wake. Ye Mungu anahitaji kwetu sisi tusimfanyie shirki ya aina yoyote. Lakini tutashuhudilia pia hakika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ni mmoja katika mitume yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ana mitume wengi sana. Pana wengine Mungu kawataja kwenye Qur'an na kuna wengine hakuwataja, lakini pia nao ni mitume. Lakini mtume wa mwisho katika mitume yote hiyo kwa idadi yake ni Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ni mtume ambaye amebeba sharafu ya mitume wote, amebeba risala ya mitume wote waliotangulia mpaka kufika kwake. Kuna vitabu vilitangulia kushushwa kwa mitume hao, lakini yeye kawekwa mtume wa mwisho, akapewa na kitabu. Ni kuonesha kitabu hiki ndio cha mwisho, hakitakuja kitabu kingine. Lakini pia na mtume wake pia naye ni mtume wa mwisho, hatotokea mtume mwingine baada yake. Sasa hivi kuna mitume wengi wanajitangaza kuwa wao ni mitume, wanatumia jina la nabii. Fulani nabii Yehova, si kuna nabii Daudi, si kuna nabii nani, kuna mmoja yuko hapa Kisongo anaitwa nabii nani, Joshua. Kuna basi hao manabii sasa hivi wamekuwa wengi, mpaka mwingine alikuwa akijiita nabii Mwakitere, mwanamke huyo, lakini pia naye anajipa unabii. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katika sifa ya unabii Mwenyezi Mungu hajaweka cheo hiki kwa mwanamke hata siku moja, hata kwa yoyote. Mama yake Nabiullahi Isa bi Maryam al-Batul, Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Huyu mama yake Nabiullahi Isa amesemwa kwenye Qur'ani
kwamba sisi ndio tuliopuliza kifua chake, lakini baada ya kupulizwa ndio mimba ya Nabii Isa ikaingia na akazaliwa min ghairi abin, amezaliwa Nabii Isa pasipokuwa na baba, lakini mama yake hakuwa mtume. Pamoja na utukufu wote aliopata wa kumzaa nabii, lakini mama yake hakuwa nabii. Mama yake Mtume Muhammad, pamoja kazaa kiumbe bora sana, lakini mama yake hakuwa nabii. Basi na kuna wengine wengi wamepita huko nyuma, akina Asia binti Mazahim, mwanamke mtukufu huyo, aligombana akapambana na Firaun, lakini pamoja na kupambana kwake na pamoja kumtangaza Mungu sana, lakini bado hakufanywa kuwa ni mtume. Basi hata uimamu wa sala tano, hakuna imamu aliopendekezwa kuwa ni mwanamke, hilo halipo. Kuna klipu moja nilipata kuiona, lakini huko Amerika wamemfanya mwanamke ndio anawaswalisha wanaume, tena wanaume wamekaa na mandevu yao bulbulu, wanaswalisha amin na mwanamke. Allahu akbar, mambo gani haya? Hili jambo katika dini halipo la mwanamke kutangulizwa katika sehemu kama hizo. Mwanamke atatangulizwa kwenye maeneo mengine, sio hayo. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa mwisho, na wala hatotokea mtume mwingine atakayekuja, awe mzungu, awe Mwarabu, awe Mwafrika, awe wa namna yoyote ile. Huyo si mtume, ila anajifanya kuwa mtume, na laana ya Mwenyezi Mungu inamsogelea mtu huyo, kwa sababu itakuwa amevunja utaratibu, amevunja maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mbele ya hutuba hii tutaambiwa, wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, kile ambacho mtume wenu amekuja nacho kichukueni, kwa maana kitumieni. Wama nahakum anhu, na kile ambacho mtume wenu amewakataza, fantahu, jiepusheni na kitu hicho, mjikataze au mkatazike. Na tukiangalia katika miongozo ya mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi, ametuongoza vyema, hakubakisha katika mwongozo ambao hajatuwekea. Amefikisha kila kitu alichotakiwa kufikisha. Basi yale yote yanayotulazimu ni lazima tuyafuate kwa maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yale yanayotulazimu kuyaacha, tuyaache kwa maelekezo ya mtume wetu pia. Mbele yake akasema, wattaqullah inna Allaha shadidul iqab, muogopeni Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Adhabu ya Mwenyezi Mungu ni kali, wala huwezi ukafananisha na adhabu ya aina yoyote hapa duniani inayofanywa na walimwengu. Ya Mwenyezi Mungu ni kali sana. Kuna mtu mmoja, yeye alikuwa anafanya jeuri kwa Mwenyezi Mungu hapa Arusha, sio mbali. Anafanya jeuri, anawaambia watu kwamba nyie nendeni mkaswali, kwa sababu ni maskini nyie, na inama tu na kuinuka, hamna pesa. Mimi nina pesa, niende msikitini nikatafute nini? Kama mnaenda kuomba, mimi nishaomba, nishapata tayari. Huyu analeta inadi, analeta dharau, analeta kebehi kwa Waislamu, lakini anamfanyia Mwenyezi Mungu hinda. Sasa Mwenyezi Mungu akataka kumuonesha kwamba Mungu ni shadidul iqabe, Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu, na hakumfanyia adhabu ya moto, wala hakumfanyia adhabu ya kuchomwa na misumari ya moto. Mwenyezi Mungu alimletea askari wadogo wadogo, nao ni chawa. Hawa wadudu tunawaita chawa. Mungu alimsaltisha na hawa, akawa yule akiwa amelala pale kwenye kitanda chake, akija akiamka hivi anakuta kuna chawa, wengine washakuwa kwenye nywele, wengine wako kwenye ndevu,
wengine wako kwenye nguo, basi ili mradi wanamsumbua, wanamng'atang'ata. Hasa naona anatoa zile nguo zinaenda kufuliwa na madawa na masabuni na maji ya moto, na yeye mwenyewe anaenda kunyoa nywele, anafanya kusafisha ili mradi wale chawa wasiwepo. Lakini zile nguo atakazobadilisha akavaa nyingine, kiasi cha nusu saa tu tayari wale chawa wamerudi. Chawa wanamsumbua, amekwenda mpaka India, amerudi, hiyo dawa hajapata. Amekwenda Afrika Kusini, amerudi, hiyo dawa hajapata. Amekwenda nchi zote anazozijua, hiyo dawa hajapata. Sasa katika yale matumizi anakwenda huku na kule na kule na kule, pesa inazidi kupungua, mpaka amefika mahala sasa kaishiwa, pesa imebaki ni kidogo. Hata safari ya kutoka hapa kwenda Nairobi tu haitoshi. Hapa ndio akili iliporudi kwamba mimi nimekosa. Akaenda kwa viongozi kwenda kuwaambia, basi viongozi wakaambia, sasa sisi tufanye nini? Sisi ndio wale wale tunaokwenda msikitini tukainama tukainuka, bado tuna mashida yetu kwa Mungu. Basi Mungu ndo anaendelea kutusikiliza, na wewe pia naye rudi kwa Mungu. Ukirudi kwa Mungu ndio mambo yako yatakuwa. Yule bwana, angalia, kibri ndicho kilichomponza. Anasema basi sawa, nitakuja, lakini ngoja niangalie. Anaona aibu hata kwenda kwenye eneo la toba, aende akatubu kwa Mwenyezi Mungu, asa Mwenyezi Mungu akamtolea yale mambo. Lakini ile kibri ilivyozidi, Mwenyezi Mungu naye hakuacha, anamletea kiboko chake. Chawa imekwenda mahala mpaka kutoka nyumbani kwake imekuwa ni shida, mpaka kukaa na mke wake imekuwa ni shida. Maki yule mke maya anahisi kwamba nao chawa na mimi watanirukia. Basi ili mradi imekuwa ni mazonge, mpaka kawa ni mtu wa peke yake, mpaka kifo kimemkuta katika hali ile. Hii ni nguvu ya Mwenyezi Mungu, shadidul iqabe. Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu, wala si utani. Haya ninayokuambia hapa ni madogo sana, kuna mengine mengi yameshawahi kutukia. Mwenyezi Mungu anawapelekea watu adhabu hizi ndogo ndogo tu, lakini sio ndogo, zinaumiza kweli. Naam, mwenye kutubu atatusia kwa kusema kwamba fattaqullah watabaadu anil maasi wa'malu salihat. Hili ni agizo la kwanza, ni kwamba tumche Mwenyezi Mungu, tumuogope ili ya kiukweli kabisa. Kumwogopa Mungu kiukweli maana yake, ukiwa na wenzako wewe utakuwa unamhofu Mungu, lakini hata ukiwa peke yako mahala ambapo watu hawakujui, lakini pia bado ukaona ile hofu ya kumwogopa Mungu, kwamba mimi hapa sifanyi jambo baya kwa kuwaogopa watu, eti hawa wananijua. Mtu anaacha kufanya ubaya ni kwa sababu Mungu sasa hivi ananishuhudia, Mungu sasa hivi ananiona, Mungu sasa hivi ananihesabia. Acha kwa ajili ya Mungu. Huko ndio kumcha Mungu kisawasawa. Na ukitaka kujua ni alama ya uvivu au ni alama ya uongo, imani ya kupapasa, imani isiyokuwa ya hakika, ni mtu akiwa na watu ndio anakuwa mcha Mungu, anakuwa darweshi, anakuwa mpole, anakuwa hivi, lakini akiwa na watu. Lakini akiwa mwenyewe huko maeneo ya watu wasomjua, anafanya vituko vya ajabu. Sasa huyu mtu imani yake imeshuka kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu yule Mungu anamwekea mapande kwamba nikiwa huku Mungu ni wa kwangu, lakini nikiwa huku Mwenyezi Mungu yeye na mimi kama rafiki. Mungu hana urafiki na kiumbe wake. Watabaadu anil maasi, na mkae mbali na maasi. Hili ni agizo, tunaagizwa ni kwamba tukae mbali na maasi. Maasi yako namna nyingi. Maasi yako namna nyingi, tukiyasema moja moja hatutamaliza, ni mengi sana. Lakini hakuna maasi yaliyokuwa karibu sana na mwanadamu kama dharau. Dharau ni maasi mabaya sana.
alafu tena yako karibu sana na mtu. Haifai mtu kumdharau mtu mwingine kwa namna yoyote ile. Usimdharau mwenzio kwa imani yake, usimdharau kwa dini yake, usimdharau kwa hali yake, usimdharau kwa ufakiri wake au utajiri wake, wala usimdharau mtu kwa sababu ya kabila yake, kwamba labda huyu kabila fulani basi ukamdharau kwa hilo. Mwenyezi Mungu halipendi hilo, na hayo ni maasi makubwa katika maasi. Wewe katika hisia yako unaweza ukahisi kwani hili ni nini? Si dogo tu, si mrangi tu huyu, ndiyo. Lakini kwa nini ukamshusha heshima yake ukamwekea chini, alafu ya kwako ukaipandisha? Wewe ni nani? Tayari hili linakuweka kwenye nafasi mbaya ya dharau. Lakini pia kibri pia naye ni sehemu moja mbaya. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekemea vibaya sana kuhusiana na kibri. Mtu ambaye atakuwa na punje ya kibri, pepo ya Mwenyezi Mungu haingii, pepo ya Mwenyezi Mungu haingii. Sasa jichunguze we mwenyewe, binafsi yako peke yako, jichunguze. Hivi unacho kibri japo kidogo? Kama unacho japo kidogo, basi hicho kidogo hebu kiache, alafu uwe wewe kama wewe tu. Na hiyo ndio nafasi yako ya kuwa wewe ni mwepesi tu, si mzito wewe, na hali yako ni hiyo hiyo aliyokupa Mungu, wala haitobadilika. Kama umepewa wewe kuwa na hali hiyo, basi ridhika na hali yako hiyo, na wala usitafute sababu ya kujipandisha na kujikweza. Mwenyezi Mungu anachukia hilo. Usiwe na kibri kwa mtu yoyote au kwa kiumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna watu wamewahi kupita huko nyuma, lakini walikuwa wanajihisi kwamba wao bado wachanga katika dini. Mmoja ni Imamu Nawawi, ni imamu mtukufu huyo, mkubwa kabisa katika dini hii, ana mchango mkubwa, ameandika vitabu vingi vya kutusaidia sisi katika dini yetu. Lakini siku moja katika masiku alikuwa akiandika vitabu vyake. Katika kule kuandika, nzi akawa ametua kwenye ile kalamu yake, vile amechovya zile kalamu zamani zile ya kuchovya ndio unaandika. Sasa vile amechovya ule wino, wakati ndo anataka kuweka pale aandike, nzi amewahi pale. Sasa akawa nzi anafyonza ule wino ulioko pale kwenye kalamu. Basi yule bwana ikabidi asimamishe kwanza kalamu yake, asiandike kwanza, amsubirie yule nzi anyonye ule wino mpaka ashibe. Akishashiba tayari akiruka ndio yeye aendelee kuandika. Sallu ala nabii. Maana heshima hii, anaheshimiwa hata nzi. Sikwambii binadamu. Binadamu ni kitu kikubwa mno, heshima yake ni kubwa sana. Mungu mwenyewe amesema karamna bani Adam, tumewatukuza wanadamu. Sasa ikiwa mwanadamu katukuzwa na Mwenyezi Mungu, wewe ni nani? Mpe heshima yake mwenzako, mweke kwenye ile daraja yake. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema anzilun nasa manazilahum, watu wawekeni kwenye daraja zao, simshushe mwenzio kwenye daraja yake. Sasa Imam Nawawi, Mwenyezi Mungu alimpandisha cheo ni kwa sababu tu ya kumvumilia yule nzi avute ule wino mpaka ashibe. Aliposhiba, alipoondoka, naye ndio akaendelea na kazi yake. Hii ni kuonesha kwamba kila kitu unatakiwa ukipe heshima yake kwa mahali pake, na uwe na huruma pia hata na viumbe wa Mwenyezi Mungu ambao hawakukeri wewe. Waamalu salihat, hili ni agizo jingine, na mtende wema. Kutenda wema kuna njia nyingi pia. Kuna wema utende wako mwenyewe, kuna wema utende kwa ajili ya wenzako, kuna wema utende kwa ajili ya familia yako,
kuna wema unaotenda kwa ajili ya jamii. Jamii ni mtaa mzima huu, au ni wilaya nzima hii, au ni mkoa wote, au ni nchi yote. Kuna mambo wewe unatakiwa uyafanye mpaka ukiondoka uache jina katika dunia kwamba alikuweko fulani amefanya jambo, ameondoka, wallahi Mungu amsaidie huko alikokwenda. Watu watakuwa wanasema, watu wanakutaja, umeacha athari katika jamii. Na ikiwa umeondoka kienyeji tu, hujaacha athari yoyote, basi Mwenyezi Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Na katika athari mtu anazoziacha, sana sana mtu ataacha mtoto, kwamba ndio athari aliyoiacha. Sawa, kuacha mtoto ni sawa, wala sio dhambi, na inatakiwa uwe na mtoto. Siku ukiondoka atakuombea dua. Lakini hapa kwenye mtoto hapaaminiki sana. Unaweza ukabakisha watoto wewe 10, lakini watoto 10 hawa wote wakawa magae. Mmoja wewe kazi yake anauza unga, mwingine hivi, mwingine vile, mwingine changudoa, mwingine dadapoa, mwingine hivi. Sasa watoto hawa ukija ukiwaangalia, siku unaondoka unalia. Kinachokuliza sio kwamba umeiacha dunia, huna kitu ulichokiacha huko duniani ambacho kitakusaidia wewe baada ya kufa. Huna. Kilio chako kinakuwa ni kikubwa sana. Sasa ukiacha watoto peke yake unaweza ukapata hasara, lakini wekeza na vitu vingine hivi wala havina hasara. Mfano, ukachukua shilingi yako moja ukanunua tofali moja, ukaenda ukajenga madrasa au ukajenga msikiti au ukachimbisha kisima au ukajenga nyumba ya kuishi yatima au ukamsaidia mjane. Hapa utakuwa unawekeza kwenye maeneo ambayo hayafilisiki na wala huna wasiwasi kupata kwake. Malipo yako unayapata kikamilifu, hata kama umeondoka duniani, mtaji ule unaendelea kuingia katika kaburi yako. Lakini mtoto, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, Bwana Mtume anasema, idha mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath, mwanadamu atakapokufa amali yake yote inqata'a, imeshakatika, imeshakoma. Kama mtu alikuwa anaswali sana, swala ni basi. Kama ulikuwa unatoa sadaka sana, ni basi. Kama ulikuwa unafanya amali yoyote ile, sasa ni basi. Kama mtu alikuwa anafanya uovu wa aina yoyote ile, sasa ni basi. Ila akasema vinabaki vitu vitatu. Hivi vitu vitatu ndivyo vitakavyomsaidia mtu baada mautihi, baada ya kufa kwake. Cha kwanza akataja ni elimu yenye manufaa itakayowanufaisha watu, kama vile umeandika kitabu watu wakawa wanasoma, kama vile ukawasomesha watu wakawa wanaelimika, vitu kama hivi. Lakini pia kuna sadaka jaria, sadaka yenye kuendelea. Sadaka yenye kuendelea ni mfano, mtu ukamsomesha mtu, labda school fees yake ilikuwa inasuasua, lakini wewe ukajitolea kwamba huyu school fees yake mimi nitamtolea mpaka amalize masomo yake, na akamaliza masomo yake, lakini na yeye akapata kuingia kwenye kazi zake. Pale umewekeza, si kwa maana kwamba umewekeza aje kulipe, la hasha. Wewe umemsomesha yule apate elimu ili apate riziki yake ya halali huko anakokwenda, naye yule atamfanyia mwenzake hivyo, huyo naye atamfanyia mwenzake hivyo. Mtaji huo utakuwa unaendelea sana. Lakini wa waladin salihin yad'u lahu, na kuacha mtoto mwema atakayekuja kumwombea dua mzazi wake. Hapa ndio kwenye mtaji wenye wasiwasi. Wa waladin salih, imekuja nati hapa kwamba na mtoto, lakini mtoto mwenyewe salihin, mtoto mwema, sio mtoto tu. Ukiacha ni mtoto tu,
basi inakuwa hivyo, atakuwa ni yule yule, hana analolifanya lenye faida na wewe, hajatulia kwa ajili yako, hana kumbukumbu hata ya kukukumbuka kwa wema, hana. Lakini waladin salih, ukaacha mtoto mwema ambaye atakayekuja kukuombea baada ya wewe kufa, huyu mtoto anasadikika kuwa ni jambo lenye thamani sana, ni kazi yako uliyoifanya yenye thamani sana. Moja ni kuacha mtoto kama huyu, na insha Allah Mwenyezi Mungu ajalie tupate kizazi chema na watoto wetu wakae kwenye maadili mema. Kama huitikia amina, inaonyesha kama vile wewe huna mtoto, lakini kama huna mtoto pia Mungu akupe mtoto. Kuna mtu mwingine unajua hana mtoto, sasa mimi nimekosa mtoto na miaka sasa kadhaa, Mungu anipe tu hata kama kichaa nipe hivyo hivyo, lakini nijue tu nimepata mtoto. Dua kamili wala usije kaomba, usiombe wala maneno hayo usiseme. Ukiomba omba Mwenyezi Mungu, nipe waladin salihin, nipe mtoto mwema, nipe mtoto mtulivu, mtoto msikivu, nipe mtoto mwenye heshima na watu. Akikupa mtoto wa namna hiyo, wallahi utasikia raha katika hii dunia. Mtoto wako jinsi anavyowaheshimu watu, jinsi anavyoamiliana na watu vizuri, watu wanamsema vizuri huko mtaani, wewe husikii raha? Utasikia raha sana mtoto wako akitajika kwa uzuri. Lakini mtoto wako akitajika kwa ubaya, mzee, kaibiwa kuku, sasa mtoto wa fulani huyo. Kuna watu wameanika nguo zao kwenye kamba, wakitoka nje hazipo, sasa mtoto wa fulani huyo, si alipita hapa, ndio huyo huyo. Habari hizi zikikufika wewe kama mzazi, wallahi unasikia roho yako inaungua, inawaka moto, lakini huna cha kumfanya yule mtoto. Utamuua? Huwezi. Lakini inshallah Mwenyezi Mungu ajalie atupe kizazi chema. Mwenyezi Mungu atupe watoto wazuri, wazuri wa maumbo na tabia. Ukipata watoto wabaya wa sura, wabaya wa maumbo, hawataolewa. Na usiombe dua hiyo, omba dua Mungu akupe watoto wazuri, wazuri wa kila kitu, uzuri tabia, uzuri sura, uzuri maumbile, kila kitu. Mabinti zako wakiwa 3 4 hawakai, utasikia hodi za kila siku, hodi baba, tumekuja tunataka huyu, chukua, mwezi ujao chukua. Mwisho wameisha, bado wanakuja kuuliza tu, kuna mwingine? Na mwingine atatoka wapi? Mungu kakupa vitu vizuri. Bwana Mtume Muhammad alipata watoto wazuri, waliolewa. Ile ni kipimo, ni kwamba Mungu ukimwomba, muombe vitu vizuri. Rabbana atina fi dunya hasanatan, Mungu duniani hapa tupe visu vizuri, wa fil akhirati hasanatan, na uko akhira pia nayo ukatupe mambo mazuri. Uzuri ndio unaotakiwa bwana. Insha Allah taala Mwenyezi Mungu atuhidi, atuongoze. Naam, baada ya kusema haya, naomba niseme kwamba tuna ndugu yetu